warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni wapenzi wafuatiliaji wetu wa darasa yetu hii ya tarikh katika kitabu hiki cha Tarikhul Khulafa, ambapo leo tupo katika ukurasa wa 21. Tunaanzia sehemu inayosema وقد قال هذيل بن شرحبيل كان أبو بكر alikuwa Abu Bakr yataamaru ala wasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shurahbil asema Abu Bakr alikuwa anaongoza, amekuwa kiongozi juu ya wasii wa mtume wa Mwenyezi Mungu, kwa maana akimaanisha Ali radhiallahu anhu kwamba yeye alikuwa ndo wasii aliyehusiwa. Kwa hiyo yeye Abu Bakari ni kiongozi lakini kwa mtu ambaye amehusiwa. Haya ni maneno ya Hudhail. Wawadda Abu Bakr annahu wajada ahadan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na akawa anatamani Abu Bakari kwamba angekuwa amepata neno kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahadi. Fahazama anfahu bihizam, awe ataifunga kamba pua yake kwa kamba, manake awe anaendelea na jambo lake lile, lakini iwe ilikuwa ni kutokana ahadi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibn Sa'di wal Bayhaqi fi ad-Dalail, wa akhraja Ibn Sa'di an al-Hasan qala Ali yasema lamma kubida Rasulullah, lama zamani alipokufa mtume wa Mwenyezi Mungu, nadharna fi amrina, tulitazama katika jambo letu nani tumuweke. Fawajadina nabiyya, tukamkuta mtume sallallahu alaihi wasallama qad qaddama Aba Bakr fi salati, amemtanguliza Abu Bakri katika swala. Sana Ali yeye azungumza haya kwamba wakati wa uhai wa mtume ilitokea mtume sallallahu alaihi wasallam ameshindwa kuswali, akaamrisha Abu Bakari aswalishe. Kwa tukamuona kwamba amemtanguliza Abu Bakari katika swala. Basi Sayyidina Ali asema faradhina lidinina liduniana, tukaridhia sisi liduniana, kwa ajili ya dunia yetu. Maradhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinina, yule aliyemridhia mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kwa dini yetu. Swala ni dini. Mambo ya huyu ukachukua mke wa mtu, hukumu yake ni nini? Ni dunia hiyo, ndio dunia matau wa khairu mataiha mraatun salihah. Dunia ni starehe, bora ya starehe zake ni mke mwema. Kwa hiyo mke ni starehe za kidunia, ndio. Kwa hiyo akakuchukulia muzeo mkeo, mmeenda shtakiana, si ndio? Mnaenda kwa khalifa, mnaenda kwa kiongozi. Kwa hiyo ni mambo ya kinini? Ya kidunia. Huyu kamuibia huyu, aende akakatwe mkono, si mambo ya kidunia hayo. Huyu kafanya hivi. Kwa hiyo utakuta khalifa kama khalifa akisimamishwa, akitawalishwa, utakuta aghlabu mambo mengi ni ya kinini? Ni ya kidunia. Manake yeye kuna daula ambayo inafanyaje? Inasimamia ili watu waende kiusawasawa. Zaidi ya hapo watu watarudia kuchukua sheria za mkononi kama zamani kabla ya utume. Ilikuwa hawa wanapiga hawa wanapiga hawa, si ndio? Kwa hiyo huwa atakuja. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaingia kwenye kidunia, japokuwa na akhera pia imo kidogo. Sasa ibada ya swala ile ni akhera moja kwa moja, ni dini moja kwa moja. Kwa hiyo kumkabidhi mtu wasalishe hawa, maana yake beba swala zao zote hawa, na huku kusema kaa hapo wewe ndo wali, ndo khalifa hapo. Na Ali yeye atamka kwamba tukamridhia kwa ajili ya dunia yetu yule ambaye amemridhia mtume kwa dini yetu. Kama dini kamwachia, je dunia? Fakaddamna Aba Bakrin, basi hapo tukamtanguliza Abu Bakri. Wakala al-Bukhari, Abu Bakr asema, Bukhari asema fi tarikhihi, ruwiya an ibn Jumhan an Safinata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li Abi Bakr wa Umar wa Uthman, mtume sallallahu alisema kumwambia Abu Bakar na Umar na Uthman, haula'il khulafa'u ba'di, hawa ni makhalifa baada yangu. Kinachokataliwa ni kwamba mtume kusema fulani ndiye atakayekuwa khalifa nikiondoka. Hilo hakufanya.
Achilia mbali ile kuambia alikuwa alia, hata hawa hakufanya, bali aliishiria kwa matamko mengi tu. Hata pale aliposema alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, wazi kwamba kutakuwa na makhalifa, lakini nani na nani au ni yupi ndo aanze, hilo mtume hakulifanya. Sasa wenzetu wamekuja kwamba yuko ambaye aliambiwa tena ni fulani, lakini fulani mwenyewe asema tumemridhia kwa dini yetu, kwa dunia yetu, yule ambaye alimridhia mtume kwa dini yetu. Kwa akili kichwani mwetu. Sawa. Qala al-Bukhari, Bukhari asema walam yutaba ala hadha, ifuatiliwa juu ya hili lianna Umar, kwa sababu Umari wa Ali wa Uthman qalu lam yastakhlif. Sawa. Lam yastakhlif an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume sallam hakumweka khalifa kwamba fulani ndiye atakayekuwa khalifa. Wal hadithu al-madhkuru akhrajahu Ibn Hibban qala hadathana Abu Ya'la hadathana Yahya al-Humani hadathana Hashraj an Sa'id ibn Jamhan an Safina lamma bana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-masjida, zamani alipojenga mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam msikiti, ni Masjid an-Nabawi, Masjidahu Sharif, msikiti wake wa Madina. Wadaa fil bina'i hajaran, aliweka katika jengo lile jiwe. Waqala li Abi Bakr, na akamwambia Abu Bakari, la hajaraka ila jambi hajari, weka jiwe lako ubavuni mwa jiwe langu. Thumma qala, kisha akasema li Umar, kumwambia Umar, la hajaraka ila jambi hajari Abi Bakri, weka jiwe lako ubavuni mwa jiwe la Abu Bakari. Thumma qala li Uthman, kisha akamwambia Uthman, la hajaraka ila jambi hajari Umar, weka jiwe lako ubavuni mwa jiwe la Umar. Thumma qala, kisha akasema mtume, haula'il khulafa'u ba'di, hao ni makhalifa baada yangu. Qala Abu Zara asema isnaduhu la ba'sa bih, hadithi hii sanadi yake haina mushkili wowote. Waqad akhrajahu al-Hakim fi al-Mustadrak wa sahahahu al-Bayhaqi fi ad-Dalail wa ghayrihima. Kwa hiyo kuwa Mustadrak na hiyo kuwa hiyo ad-Dalail na vitabu vinginevyo. Kwa hiyo hadithi kama hii pamoja na usahihi wake, lakini kama utaisoma karibu na mshia aweza kukata kichwa. Lakini ndio ifahamike kwamba hivi ndivyo ilivyo. Qultu, nasema mimi, wala munafati bainahu wa baina qawli Umar wa Ali annahu lam yastakhlif, hapana kupingana hapa kwenye hadithi hii ya kuwataja watu na kusema haulai khulafa'u ba'di, wala hakuna kupingana kwamba Ali kasema lam yastakhlif rasulu, na huyu nani huyu anaitwaje Umar pia asema lam yastakhlif rasul. Hakuna kupingana, lianna muradahuma annahu inda alwafati. Kwanza kuna makusudio mawili, kwamba ile saa roho yataka kumtoka au ndo maradhi yamemzidi, aseme jamani mimi nitakufa nikifa fulani. Hakufanya hivyo mtume, na ndio muradi wa hawa. Kwa hiyo haya aliyoyazungumza nyuma huko ni kabla, pengine kwa mfano kama hii hadithi ni wakati anajenga msikiti miaka 10 kabla lakini pia lam yanussa ala istikhilafi ahadi, hakuweka wazi juu ya kumweka khalifa yoyote. Wa hadha ishara, na ishara hii, wa hadha ishara, na hii ni ishara wakati kabla dhalika, iliyotuka kabla ya hapo. Fa huwa ka kaulihi sallallahu alayhi wasallam fi alhadith alakhir, ni kama alivyosema mtume katika hadithi nyingine, alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin almahdiyyin min ba'di. Wa akhrajahu al-Hakim min hadith al-Irbad ibn Sariyah, katika hadithi ya Irbad mtoto wa Sariyah. Wa ka kaulihi sallallahu alayhi wasallam, iqtadu bil ladhaini min ba'di, wafatani wawili ambao watakuwa baada yangu, Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar na Umar. وغير ذلك من الاحاديث المشيره الى الخلافه, na baadhi ya hadithi nyingine zinazoishiria juu ya khilafa. Lakini darasa yetu, somo letu linasema mtume hakumuishiria
fulani nikiondoka mimi atakuwa yeye. Na kwa mujibu wa hadithi, hata kama angeishiria sio yule ambao wao wametangaza kwamba ndio yeye alikuwa awe. Kwa jambo la ukhalifa lilikaliwa na maswahaba baada ya mtume kuondoka, na wakapata kwa busara zao na kwa kila kitu chao wakaona kwamba huyu anatufaa, na yeye Sayyidina Ali akawa ameshiriki katika rai kama hizo, na mpaka wakawa wanani. Kwa hiyo watu wamekuja tuwaite vijidudu mtu, hao ndo wakaja na mambo yao mengi. Mwenyezi Mungu atunusuru. Na utakuta mambo mengi humu ndani unayoona kwamba Sayyidina Ali ambaye wao ni kichaka chao yuko mbali maskini na yale ambayo wao wapo juu yake. Mwenyezi Mungu atupe taufiki tuyaguse mengi katika yale ambayo yanakwenda kinyume na hao, ili tubakie katika basirati, ili tuwe tunawafahamu vizuri, tunawajua, lakini pia tuwe hatubabaishi tena kuhusiana na Abu Bakar na Umar na Uthman pindi wanapotajwa, hata wakitajwa vibaya na hao watajaji. Kwa kufikia hapa inshallah tuishie kwa darasa yetu ya leo. Mwenyezi Mungu atupe taufiki kwa muda mwingine tena. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.